Habari, karibu kwenye mwendelezo wa makala zetu hapa Positivity Media. Leo tumekuletea makala kuhusu historia ya taifa la Korea, ukoloni wao, vita vyao wenyewe kwa wenyewe mpaka kugawanyika kuwa mataifa mawili, yaani Korea Kaskazini na Korea Kusini. Kwa maelfu ya miaka, Korea ilikuwa taifa moja lenye watu waliounganishwa na lugha moja, utamaduni mmoja na historia ya pamoja. Ilikuwa chini ya tawala mbalimbali, lakini kwa muda mrefu ilisimamiwa na nasaba ya Joseon. Kuanzia 1392 hadi 1910. Katika kipindi hiki, Korea ilikuwa na utulivu kiasi na ilisimamia mambo yake yenyewe, lakini hali ilianza kubadilika karne ya 19, wakati mataifa makubwa yalipoanza kuitazama Korea kama eneo muhimu kimkakati. Na hapo ndipo ukoloni ukainyemelea Korea. Japani ikawa taifa kuu la kwanza kuivamia Korea na kuifanya koloni lake. Mnamo mwaka 1910, Japan iliivamia na kuitawala Korea kabisa. Huu haukuwa utawala wa kawaida, ulikuwa mkali sana. Wakorea walinyang'anywa ardhi yao, walizuiwa kutumia lugha yao hadharani, wengine walilazimishwa kubadili majina yao kuwa ya Kijapani, watu wengi walifanywa wafanyakazi wa kulazimishwa, yaani watumwa kazini. Wanawake walichukuliwa kama wanawake wa kustarehesha wanajeshi wa Kijapani. Kwa miaka 35, Wakorea waliishi chini ya mateso haya huku wakijaribu kupigania uhuru wao kwa siri na kwa maandamano. Mambo yalibadilika ghafla wakati vita ya pili ya dunia ilipofikia mwisho mwaka 1945. Kwenye vita vya pili vya dunia, Japani alishambuliwa na Marekani kwa mabomu ya nyuklia maarufu mabomu ya Nagasaki na Hiroshima, ndipo Japani wakajisalimisha na wakashindwa vita ile. Kushindwa kwa Japani kwenye ile vita ndipo kukaipa uhuru nchi ya Korea mnamo mwaka 1945, kwani Japani haikuwa na uwezo wa kuendelea kumiliki koloni hilo. Badala ya Korea kuwa taifa moja huru, mataifa mawili makubwa yaliingilia. Mataifa hayo ni Marekani na Umoja wa Kisovieti. Kwa haraka sana, waliamua kuigawa Korea kwa mstari unaoitwa mstari sambamba wa 38. Na kuunda kusini na kaskazini, huku kusini ikikaliwa na kumilikiwa na Marekani na kaskazini kumilikiwa na Umoja wa Kisovieti. Huu haukuwa uamuzi wa Wakorea wenyewe bali ulikuwa wa fitina na kisiasa wa mataifa ya nje. Mwanzoni, mgawanyiko huu ulikuwa wa muda tu. Lakini mambo yakaanza kubadilika kadri muda ulivyoenda mpaka takribani mnamo mwaka 1948 kila upande ulianza kujenga mfumo wake wa uongozi. Kusini iliunda serikali ya kidemokrasia ikiongozwa na Syngman Rhee, iliungwa mkono na Marekani. Lakini pia upande wa kaskazini iliunda serikali ya kikomunisti ikiongozwa na Kim Il-sung, iliungwa mkono na Umoja wa Kisovieti. Hapa ndipo shida kubwa ikaanza kutokea, kwani kila upande ulidai kuwa ndio serikali halali ya Korea yote. Mvutano ukaanza kuongezeka, Mkapa wakaanza kuchukiana na kuanza migogoro na mizozo midogo midogo iliyopelekea kuwa vita kamili ya wenyewe kwa wenyewe, yaani Korea Kaskazini na Korea Kusini zikaingia vitani rasmi. Vita vya Korea Kaskazini na Korea Kusini zikaanza rasmi mnamo mwaka 1950 hadi 1953. Mwaka 1950, Korea Kaskazini iliamua kuchukua hatua ya kijeshi. Iliivamia Korea Kusini na hapo ndipo vita ya Korea ilipoanza. Kwa wakati huo Korea ya Kaskazini ilisaidiwa na Jamhuri ya Watu wa China na Umoja wa Kisovieti, lakini pia Korea ya Kusini ilisaidiwa na Marekani hasa. Lakini Marekani ilishiriki katika vita hii kwa jina la Umoja wa Mataifa pamoja na wanajeshi wa nchi 16, lakini wanajeshi wengi walikuwa ni kutoka Marekani. Vita hivi vilidumu kwa muda wa miaka mitatu tu na madhara makubwa sana yaliikumba Korea yote kwa ujumla. Kwa muda huo wa miaka mitatu vita hivi vilikuwa na awamu 4. Katika awamu ya kwanza kuanzia mwezi wa Mei 1950, jeshi la Kaskazini lilivamia Korea ya Kusini likateka mji mkuu wa Seoul na kusukuma watetezi hadi kusini ya rasi ya Korea. Lililobaki mnamo Agosti Septemba 1950 lilikuwa eneo la Pusan pekee.
Hapa Korea Kaskazini ilionekana kuishinda Korea Kusini. Awamu ya pili ilikuja mnamo 30 Julai 1950. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa iliamua kuingilia kijeshi dhidi ya uvamizi kutoka Korea Kaskazini. Azimio hili lilipita kwa sababu Umoja wa Kisovieti haukuhudhuria kikao hicho, hivyo ulishindwa kupiga veto yake. Jeshi lililoingia kwa niaba ya Umoja wa Mataifa liliunganisha vikosi kutoka nchi 22, jumla askari 1500 na wengi wao kutoka Marekani kwa lengo la kwenda kuisaidia Korea Kusini na kuwarudisha nyuma Korea Kaskazini. Katika awamu hii ya pili, jeshi la Umoja wa Mataifa lilifika Busan kuanzia Agosti 1950. Ndege za Marekani zilishambulia barabara, madaraja na jeshi la Kaskazini kote kwenye rasi. Korea ya Kaskazini ilikosa ndege za kijeshi. Jeshi la Marekani na Korea Kusini lilielekea kaskazini kwa mbio na kuteka na kuirejesha Seoul tena ta. 21 Septemba 1950. Likaendelea kuwarudisha Wakorea wa Kaskazini, pia kuteka mji mkuu wa kaskazini Pyongyang ta. 19 Oktoba hadi kukaribia mpaka wa Korea na China kuanzia mwisho wa mwezi wa 10 1950. Hapa Wachina walitoa maonyo wa Marekani wasisonge mbele zaidi, lakini jemadari mkuu MacArthur hakujali maonyo haya na kuendelea kusogea. Wachina waliandaa jeshi lao. Katika awamu ya tatu kuanzia Novemba 1950, jeshi la China likaingia kati kuwasaidia Korea Kaskazini na kuwasukuma wa Marekani kusini tena na kuteka Seoul mara ya pili tarehe 3 Januari 1951. Ndege za kijeshi za Umoja wa Kisovieti zilisaidia zikilinda anga nyuma ya mstari wa mapigano, lakini bila kuwashambulia wa Marekani juu ya eneo lao. Wakati wa Januari, Wachina waliweza kusogea mbele ndani ya Korea ya Kusini, lakini walikwama kwa sababu walishindwa kupata mahitaji yao kutokana na nguvu ya Marekani angani. Katika awamu ya mwisho hadi Julai 1951, mashambulio ya kaskazini na kusini yalibadilishana na Wachina walirudishwa polepole hadi mpaka wa latitudo ya 38 uliowahi kuwa mpaka kabla ya vita. Marekani iliamua kutosogea mbele zaidi ikitafuta majadiliano ya kusimamisha vita. Majadiliano haya yalianza 10 Julai 1951 yakaendelea hadi 1953. Muda wote vita iliendelea kwa njia ya mashambulizi kila upande, lakini kwa shabaha ya kushika maeneo yaliyowahi kuwa upande mmoja au mwingine kabla ya vita, lakini kushikwa na adui kwa sasa. Yaani kipindi hiki kila mmoja alipigania sehemu yake ilikuwa imevamiwa ili kuirejesha kulingana na mgawanyo uliofanyika kwenye mstari wa 38 wa latitudo kabla ya vita kuanza, na makali ya vita yalipungua sana wakati huu. Tarehe 27 Julai 1953 mapatano ya kusimamisha vita yalifikiwa. Eneo lenye upana wa kilomita 4 pande zote mbili za mstari wa latitudo ya 38 lilitangazwa kuwa ukanda usio na jeshi. Hadi leo ni mpaka kati ya nchi zote mbili za Korea na kulindwa na wanajeshi wengi sana. Kiuhalisia vita hii ilikuwa ya kikatili sana. Zaidi ya watu milioni 2 hadi 3 walikufa. Miji mingi iliharibiwa kabisa, familia zilitenganishwa. Wengine wako kaskazini, wengine kusini hadi leo. Baada ya miaka 3 ya mapigano makali, hakuna aliyeshinda wazi. Mstari wa mpaka ukabaki karibu na ule wa 38 latitudo. Mwaka 1953 walikubaliana kusitisha vita, lakini kumbuka, hawakusaini mkataba wa amani, hivyo kiufundi bado wako vitani hadi leo. Baada ya vita, nchi hizi mbili zilianza kuishi maisha tofauti kabisa. Korea Kaskazini iliendelea na mfumo wa kikomunisti, ikawa chini ya familia moja ya viongozi hadi leo, akiongoza sasa Kim Jong-un. Imefungwa sana, watu hawawezi kutoka wala kupata taarifa kwa uhuru. Imewekeza sana kwenye jeshi na silaha za nyuklia. Korea Kusini ilijenga demokrasia. Baada ya vipindi vya migogoro ya kisiasa, imeendelea kiuchumi sana. Leo ni moja ya nchi zilizoendelea kiteknolojia duniani. Kwa kifupi, Korea mbili zikawa kama dunia mbili tofauti kabisa.
Mpaka kati ya nchi hizi ni moja ya maeneo yenye ulinzi mkali zaidi duniani. Hadi leo, Korea Kaskazini hufanya majaribio ya makombora ya nyuklia, Korea Kusini hufanya mazoezi ya kijeshi na Marekani. Mara chache viongozi hukutana kwa mazungumzo ya amani, lakini hakuna suluhisho la kudumu bado.